Miaka ya 1980, mitaa mbalimbali ya jamii za watu maskini pale Medellin, Colombia ilifanya kila linalowezekana kumlinda El Patron pindi ambapo mamlaka zozote za usalama zilipokuwa zikihitaji ushirikiano wao kuhusu yeye. Unajua ni kwa sababu gani? El Patron alikuwa mtu ambaye aliwapa matumaini mengi ya maisha. El Patron aliwapa sababu ya kuona kumbe maisha ni mazuri sawa na jinsi ambavyo matajiri walivyokuwa wanaishi pale mjini Medellin. Kwa mujibu wa sensa, Medellin ilikuwa ina watu zaidi ya milioni 1.3 kipindi hicho, ambapo katika 100% ya wakazi wa Medellin, 70% walikuwa ni maskini. Kwa hiyo kiufupi, El Patron alikuwa anapendwa na karibia watu milioni 1 wa mji wa Medellin. El Patron aliwajengea nyumba za kuishi watu maskini wengi, alijenga shule, alijenga hospitali za kutosha na kujenga makanisa. Kwa vile alipenda michezo, alijenga viwanja vya mpira wa miguu na michezo mingine na mambo mengine muhimu sana kwenye jamii. Alikuwa na pesa nyingi sana kwa kipindi hicho. Kilikuwa ni kiasi cha dola 30 bilioni za Kimarekani, ambapo kwa sasa ni dola 90 bilioni. Kwa hiyo wakati serikali za Colombia na Marekani zikimuona El Patron kama adui mkubwa sana wa taifa la Colombia, karibia Medellin nzima ilikuwa ipo tayari kutoa taarifa kwa watu wa El Patron endapo wataona kuna dalili za polisi. Huu ndio ulikuwa upande wa pili wa El Patron, ambaye jina lake linaashiria unyenyekevu kwa Walatino, na jina hilo sio lingine, ni Pablo. Na mimi, wewe na wengine kwenye hii dunia wakimfahamu kama Pablo Escobar. Wakazi wa Medellin walimuona Pablo Escobar maarufu kama El Patron kama almasi kwao. Waliona ni jambo la thamani sana kuwahi kuliona kwenye maisha yao. Ubora wa almasi unahitaji vitabu vingapi kuuelezea? Unahitaji mashairi mangapi kuielezea? Niamini mimi, almasi ndio bidhaa pekee inayoweza kukata kioo kwa usahihi. Hili ni rahisi kulijua kama ulikuwa makini darasani, kwa sababu ubora wa almasi haupo kwenye uzuri wake na bei yake ya sokoni, bali hata katika majukumu yake ya kijamii kama hilo. Naombeni maandiko haya yafike mpaka kwa vijana ambao wapo kidato cha 4 kokote Tanzania. Wanaweza kumaliza shule wakiwa watu tofauti sana na jinsi walivyoanza kidato cha kwanza, kama Pablo Almas alivyomaliza kidato cha 4 miaka ya nyuma akiwa na ubora mkubwa wa kuzungumza lugha 4 kwa ubora wa hali ya juu. Pablo Almas aliamini kwamba kujua lugha 4 ambazo ni Kiswahili, Kiingereza, Kifaransa na Kihispaniola kungemfanya apate kazi pale katika hifadhi ya Ngorongoro, kwa sababu angepata nafasi ya kuzungumza na watalii wengi duniani ambao hizi ndio lugha kuu wanazozitumia. Saa unapanga Mungu alipanga, ndivyo wanavyosema. Haikuwa hivyo. Baba mzazi mzee Almas anafariki na mwisho wa siku Pablo Almas anaingia chuo cha uandishi wa habari Dar es Salaam School of Journalism DSJ, na safari ya Pablo mwingine inaanzia hapo. Pablo hajaruka hatua yoyote ya kutaka kufanikiwa kimaisha. Nasema hivi kwa sababu moja ya hatua inayotia hasira, huzuni na ari ya kupambana ni hatua ya kufanya kazi sehemu na usilipwe malipo yoyote zaidi ya vinauli tu. Na hiki ndicho alichokifanya akiwa chombo cha habari cha Super TV. Miaka 2 bila kulipwa mshahara zaidi ya viposho vya hapa na kule. Wewe unamjua au unamsikia Haji Manara El Bugatti? Niamini mimi, yule ni star mkubwa na amefanya mengi makubwa sana nchini. Hebu fikiria, kutokana na kipaji chako anakuona na anakuchukua kama alivyomchukua Pablo Almas na kumsogeza Manara TV wakati inaanza. Kiufupi, Pablo Almas ni moja kati ya watu walioisimamisha brand ya Manara TV kwa ukubwa wa maana. Interview za viwango visivyotamkika vikampa jina Pablo. Yes, Pablo Mfaransa. Pablo aliyewafanya watu wengi wasubirie mahojiano yake kwa lugha ya Kiingereza na kwa lugha ya Kifaransa baada ya michezo ya ligi kuu na kombe la shirikisho. Kijana akawa anazidi kupanda viwango vyake ambavyo kumshusha sio leo. Gari la Manara TV na Pablo Almas viliachana kwa amani.
huku alama ya Pablo ikiwa bado iko pale mpaka leo. Ukiitaja Manara TV, jina la Pablo halikosekani kwenye top 1 ya vijana waliopita pale. Pablo huyu hapa amekaa pale pembeni, amekaa Alikiba. Sio ndoto tena, ni uhalisia kwamba Pablo Almas ni moja kati ya abiria wa kwanza waliopanda kwenye gari hili la Crown Media. Aliyoyafanya mpaka sasa ni makubwa. Pablo na Crown Media wamepeana power, kila mmoja anampeleka mwenzake. Pablo ana trendi kwenye interview kuliko hata yule ambaye anahojiwa na yeye, kutokana na uwezo wake wa kuzungumza lugha, uchangamfu, uchaguzi wa maswali na ujasiri mbele ya kamera. Siongei sana, ninyi wenyewe mmeona. Acheni nimalizie kwa kusema yule dogo aliyetaka kwenda kutembeza watalii Ngorongoro miaka kadhaa iliyopita, leo hii anakwenda kufanya jambo la kipekee, jambo la kihistoria, jambo litakaloacha faraja kwa vijana wengi wanaotaka vipaji vyao vionekane. Nichukue nafasi hii kwa kuikaribisha Almas Media kwenu mabibi na mabwana, sehemu ambayo itakuwa headquarters za maudhui bora nchini. Na huu ni mwanzo tu, ila sio mwanzo ambao wengi walikuwa hawajui kama utakuja kwa mtindo huu. Karne ya 20 ilikuwa na jamii iliyompenda Pablo Escobar pale Medellin, jamii iliyomheshimu, jamii ambayo ilibadilishiwa maisha na Pablo Escobar. Karne ya 21 inayo Pablo Almas yupo tayari kufanya makubwa, yupo tayari kufanya jamii isimsahau kwa kile alichoamua kukifanya kwa vijana wenzake wenye vipaji vikubwa, ila hawajui wataenda wapi. Yes, Pablo Almas na karne ya 21.